Ni sehemu ya pili, mpendwa mfuatiliaji wa channel yetu hii ya Makala Simulizi. Karibu sana niweze kukusimulia, na msimuliaji wako ni mimi BHB wa Makala Simulizi. Nikikukaribisha sana katika sehemu hii ya pili. Kama ambavyo unafahamu, katika sehemu ya kwanza tuliishia mahali ambapo kijana Freddy alikuwa na dada yake tumbo moja katika nyumba ambayo ilibidi waende kukaa, lakini nyumba hii ikiwa ni guest house, walienda kulala kwa usiku mmoja kwa sababu tu nyumba ambayo walikuwa wanakaa mwanzoni, ambapo ndipo nyumbani kwao walipokuwa wametelekezwa na wazazi wao, tayari walikuwa wameshafukuzwa. Sasa katika sehemu hii ya pili tunakwenda kuangalia kwamba baada ya kuwa pale ndani ya guest ni nini ambacho kiliendelea, lakini zaidi ya pale ni mambo gani ambayo yanaendelea katika simulizi hii. Vipi Mama Neema pamoja na Bwana Bryson ambao ni wazazi halali kabisa wa Freddy pamoja na mwanadada huyu Lightness, ni wapi walipo? Ni nini kinaendelea? Maisha ya vijana hawa yanaenda wapi? Hayo na mengine mengi ni ndani ya sehemu hii ya pili, katika sehemu hii ya pili ya simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Upendo wa Kaka. Karibu sana ndani ya Makala Simulizi, na kama wewe ni mgeni katika channel yetu hii, basi usiache kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe, liko chini ya video hii. Bonyeza neno hilo ili tuweze kwenda sambamba, uweze kupata mwendelezo wa simulizi hii na nyingine nyingi kabisa. Niko fresh kabisa. Karibu sana, twende pamoja katika sehemu hii ya pili. Kaka, mimi naiwaza sana hiyo kesho. Baada ya hapa, leo tumelala sehemu nzuri kama hii ambayo hata kule nyumbani tulipokuwa tulikuwa tulali sehemu nzuri kama hii. Lakini najua kuanzia kesho maisha yetu yanakwenda kuwa magumu sana. Kwanza tukiendekeza kulala sehemu kama hizi, pesa tulizonazo hizi zitaisha haraka sana, alafu tutakuwa tunakosa hata hela ya kula. Kwa hiyo kuanzia kesho najua kabisa tutaanza kuishi maisha ya watoto wa mitaani. Hayo maisha sijazoea hata kidogo. Naogopa sana kakangu kwamba tutaishije. Nisikilize mdogo wangu Lighty, hata usiwaze vyovyote ambavyo itakavyokuwa, lolote ambalo litakalotokea, lakini mimi kaka yako nitakuwa na wewe kila mahali. Sitakubali jambo lolote lile baya liweze kukutokea na wewe niweze kukukimbia. Na naamini kama nitakuwa na wewe kila mahali, tutasonga na tutafika mwisho. Unajua sisi bado ni wadogo sana. Kwanza tumeanza shule tukiwa wadogo. Fikiri wewe ukiwa na miaka 4 tayari ulikuwa umeanza darasa la kwanza. Mimi nikiwa na miaka 6 tayari niko darasa la kwanza. Unaweza ukaona jinsi gani ambavyo tulianza tukiwa watoto sana. Na ndio maana unaona hata sasa hivi hapa ulipaswa uwe form 1, lakini unaona jinsi ulivyo mdogo sana. Hata mimi hapa nilipo ninajiamini tu kwa sababu mimi ni wa kiume. Lakini pamoja na udogo wangu huu, najua kwamba nyinyi watoto wa kike ni hatari sana mnapokaa mtaani. Mnaweza mkabakwa, mnaweza mkafanywa kitu chochote kile kibaya. Lakini nataka nikuhakikishie mdogo wangu Lighty, hakuna mtu atakaye kugusa ukiwa na mimi. Hakuna hata mtu yeyote atakaye kugusa. Hata kama ni maisha mabaya ambayo tutakayoishi, lakini hayo maisha mabaya yatatokana tu na jinsi ya kupata pesa tule, lakini sio kuonewa na mtu yeyote yule katika mitaa hiyo ambayo tunakwenda kuishi. Tujipe moyo, lakini tuombe sana Mungu. Kaka,
Kweli unanipa maneno ya faraja ya kuwa na wewe, lakini kumbuka hata wewe bado ni mdogo. Ikitokea kuna watu ambao watakaja watu wabaya ambao wakubwa, sio atatuumiza. Na wakikuumiza wewe, si ndio na mimi habari yangu imeisha. Ndio maana nikakwambia kwamba pamoja na hayo tuombe Mungu. Lakini mimi najiamini kwa 100% hakuna jambo baya ambalo litatutokea na tushindwe kulitatua. Tuombe Mungu kwa sababu yapo mambo yanaweza kuwa nje ya uwezo wa kibinadamu. Hayo ndio Mungu atuepushie. Lakini yale ambayo yako kwenye uwezo wa kibinadamu, nataka nikuhakikishie tutapambana na tutayatatua yote. Mungu atusaidie sana. Amina kaka yangu. Basi tulale kwanza kwa sababu mimi hadi naogopa kesho nikifikiri. Ilo acha kuwaza kabisa. Wewe kitu kikubwa nitakachokuambia, mahali popote ambapo nitakapokuwa ninakwenda, hatua yangu, hatua yako, hakikisha kwamba hata sehemu ikionekana ni hatari, shika hata shati langu, tembea na mimi, tupite kila sehemu. Mungu atatusaidia. Naamini tutafanikiwa na tutapita katika kipindi hiki kigumu. Sawa kakaangu. Tulale basi. Maana najua kuanzia hiyo kesho kulala itakuwa ni majaliwa. Labda tutabidi tulale mchana, maana usiku sijui hata tutalala wapi. Bora hata mchana tunaweza tukajiegesha hata pembeni ya barabara tukalala. Usiku ni hatari zaidi. Wewe Laiti, mdogo wangu, naomba hebu leo ulale usingizi wako wa raha kabisa. Habari ya kesho hiyo achana nayo. Kesho itafika tu. Na Waswahili wanasema kwamba hofu hata iwe kubwa kiasi gani haiwezi kuzuia kile kinachokwenda kutokea. Hata Rapture aliimba katika mistari yake ya kwamba hata kama hofu iwe ni kubwa kiasi gani haiwezi kuzuia kile kinachokwenda kutokea. Kwa hiyo sioni sababu yoyote ya wewe kuwa na hofu. Tulale usingizi mwanana kabisa siku hii leo. Habari ya kesho na kuendelea tutaijulia huko mbele ya safari. Lala mdogo wangu. Nilipanda kitandani vizuri kwa utulivu. Shuka nilichukua pale na hatimaye sasa mimi nilianza kulala. Kaka yangu hakuwa mbali na mimi, akiwa amepunguza nguo zake kwa sababu tuko ndani. Akabaki na pensi yake na yeye alikuwa kitandani. Hata mimi sikuwa na nguo nyingi. Unajua tulikuwa tumezoea maisha yetu kule nyumbani kwamba sisi ni wadogo. Na kutokana na jinsi ambavyo tulivyokuwa tunapendana sana, kama msikilizaji nilivyokuambia, hadi watu walikuwa wanatuona sisi kwamba ni mapacha. Basi ilikuwa ni kwamba mimi na kaka yangu, hata tulipopewa vyumba tofauti nyumbani vya kulala, tuligoma na kulala pamoja kwa sababu ya utoto wetu. Hali hiyo ilipelekea tuonane mimi na kaka yangu kama watu wa kawaida kabisa. Mtu na kaka yake kwa kweli ilikuwa imedumu sana katika mioyo yetu. Ndivyo tulivyofanya kabla hatujaanza shule, mpaka tulipoanza shule, mpaka kufikia kipindi hiki cha ukubwa, vijana wadogo. Nyumbani kule tulikuwa tukilala, hata kama, yani hata sikumbuki kwamba tukiwa tunavua nguo ili tulale kuna mtu alikuwa anamwazia chochote mwenzake. Tulikuwa tukivua nguo, wakati mwingine mimi nilikuwa sivai hata nguo yangu ya ndani. Nilikuwa nikivaa tu vigauni vyangu vya kulalia au pensi zangu ambazo nilizokuwa napenda pia kuvaa ili nilale. Pensi zile za jezi zile nilikuwa napenda sana kuzivaa ili nilale nikiwa sina nguo nyingine yoyote. Kaka yangu naye alikuwa anapenda avae pensi yake au boxer tu. Lakini hatujawahi kutamaniana hata siku moja kwenye kipindi chote ambacho tulichokuwa tunakaa kule nyumbani.
Siku hii ndani ya gesti hii ilikuwa ni tofauti kidogo, ama pengine tofauti mkubwa kati yangu mimi na kaka yangu. Alikuwa na pensi yake na mimi nikiwa nimevaa pensi yangu fulani hivi, kwa sababu nilikuja kuona kwamba gauni si kitu cha maana kuvaa pale. Niliamua kubaki na kipensi changu cha jezi nilichokuwa napenda pia kuvaa. Wote tulikuwa ndani ya pensi, kakangu akiwa na kipensi chake na mimi nikiwa na pensi yangu. Nilipovuta shuka yangu ile kujifunika na kulala, kakangu alikuwa karibu yangu. Siku hii kaka yangu hakutaka kuwa mbali na mimi zaidi. Alisogea karibu yangu na kunikumbatia. Tulikuwa tumekumbatiana, tukiwa tumegeuziana uso na mwili wote, tukiwa tumetazamana. Mimi nilijisikia raha sana kukumbatiwa na kaka yangu. Ilikuwa ikionyesha kabisa kwamba ni jinsi gani ambavyo anavyonipenda. Pamoja na kwamba sikuanza kuwaza kwamba tunaweza kufanya kitu chochote, lakini kumbatio lile la kaka yangu lilinifanya nifurahi na kujisikia furaha sana nafsini mwangu. Na mimi nilimsogeza karibu zaidi yangu, nikiwa nimemwekea mguu wangu juu, yeye akiwa yuko katikati ya miguu yangu, tukiwa tumelala kiubavu bavu. Pumzi ya kaka yangu iliyokuwa inanigusa mimi usoni mwangu baada ya kutoka puani kutokana na jinsi ambavyo tulivyokuwa tumegeukiana, ilikuwa ikinipa faraja sana, nikiona kama napepewa na feni, lakini kumbe ilikuwa ni pumzi ya kaka yangu. Kaka yangu alionyesha kufurahia pumzi yangu ilivyokuwa inamgusa usoni mwake, na hivyo kuzidi kusogea karibu yangu zaidi. Tulifika katika umbali ule wanaoitaga zero distance, yaani kukiwa hakuna umbali wowote kati ya mimi na kaka yangu Freddy. Nyuso zetu zilikuwa zimegusana na midomo yetu ikiwa inakaribia kabisa kugusana kabisa. Furaha ilizidi kutamalaki ndani ya chumba kile cha guest house. Kidogo taratibu usingizi ulianza kutuchukua kila mmoja kwa wakati wake na bila sisi kutambua. Tulikuja kutambua kwamba tulikuwa usingizini mida ya saa 8 usiku, pale ambapo mimi nilipokuwa nimebanwa na mkojo na hivyo mimi kuamka usingizini. Wakati naamka usingizini, nilikuta kaka yangu akiwa amenikumbatia kwa nguvu kubwa sana. Sikujua nini kilichoendelea, nilipenda tu kwamba ule ni upendo wa kaka ndio uliofanya nikumbatie zaidi. Alikuwa amegandamana na mimi akiwa katikati ya miguu yangu. Ilibidi nimustue, nimwamshe ili aweze kuniachia sasa na mimi niweze kwenda msalani niweze kujisaidia na hatimaye nirudi kulala. Kaka. Niambie, umekuja? Hapana, naomba uniachie. Nataka nikakojoe, nimebanwa na mkojo kaka. Aya, nenda bwana. Kaka yangu aliniachia na kutoka katikati ya miguu yangu, jinsi ambavyo nilivyokuwa nimemwekea mguu, na mimi sasa nikawa nimenyanyuka. Lakini niliponyanyuka, ile kukaa kwa sababu taa ilikuwa bado inawaka, sisi tulikuwa tupendi kulala na giza, niliona sehemu ya mbele ya kaka yangu ikiwa imelowa. Sikujua ni nini, ilibidi nimuulize, wewe kaka Freddy, ndo nini?
nilipoangalia hata upande wangu, nilikuta nikiwa nimelowa kidogo. Kaka, niambie. Mbona umejikojolea? Umeshindwa kweli kuamka kweli? Leo imekuwaje? Mbona siku zote ukojoa kitandani? Mbona leo umejikojolea? Sijajikojolea bwana na wewe. Hebu acha utani bwana. Umejikojolea, si unaona? Hebu angalia ulivyolowa hapo mbele ya pensi yako. Kaka yangu alipeleka mkono wake hadi kufika pale kwenye sehemu yake ambayo ingestahili kutoa mkojo. Aliposhika alikuta kumelowa. Alikuta hali ya tofauti. Wewe, Laiti, tuseme kweli umejikojolea? Sio mkojo. Mkojo gani huu bwana? Aliingiza mkono wake ndani ya pensi yake. Alipoingiza ndani alikuta katika hali ya utelezi na hivyo alitoa mkono wake haraka. Wewe, mkojo gani huu bwana? Usio mkojo bwana. Ni nini sasa? Afu unajua. Hebu nenda kwanza ukakojoe kwanza. Kaka, nenda ukojoe au unaumwa? Ni nini kwanza, hebu niambie. Yaani unajua nini? Hakuna mkojo wa hivi, si unaona? Kaka Freddy aliingiza mkono wake kwenye ndani ya pensi yake tena. Alipoingiza huko ndani, ni kama kuna vitu alikuwa anavishika hivi na hatimaye alitoa. Alipotoa, alianza kunionyesha ule utelezi. Akanionyesha jinsi ambavyo zilivyokuwa zinajivuta mithili ya mlenda. Kaka, ndo nini hiyo? Mkojo gani au unauma kakaangu? Mimi mwenyewe sielewi. Yaani hebu angalia, sio mkojo bwana. Jamani. Ina maana ukiona matatizo jamani ndio yanaongezeka matatizo tena juu yake. Kaka, hebu sema lakini ni kitu gani hicho? Mungu wangu, sasa kakaangu ukiumwa na sisi hata pa kukaa hatuna jamani, hela hatuna. Hivyo tutajitibiaje? Si ndio yaani jamani kaka. Hebu twende bana. Twende kwanza sabafuni kwanza. Shuka kwanza twende tukaangalie ni kitu gani hicho. Mimi pamoja na kaka yangu tulishuka pale kitandani na kuelekea moja kwa moja katika bafu la chumba kile cha guest. Tuliingia mpaka ndani kwenye kile chumba, yani pale bafuni ambapo kulikuwa kuna choo pia. Tulivua nguo ambazo tulizokuwa tumezivaa. Yani pensi yangu mimi nilivua na kaka yangu akavua pensi yake. Alipoivua ile ya kwake, nilikuwa na shauku sana ya kutaka kujua ni ugonjwa gani ambao umemshika kaka yangu. Niliangalia. Haukuwa mkojo ambao tuliokuwa tumezoea. Kwanza pale nikamwambia kaka, hebu ngoja mimi kwanza nikojoe kabisa. Nilichuchumaa pale kwa sababu nilikuwa simuone haya kakaangu. Nikajisaidia, nikamaliza. Nikaanza sasa naangalia sasa ile pensi yake jinsi ilivyo. Tukawa tunaangalia ule utelezi ambao umeshika pale katika pensi ya kakaangu. Kaka, kwa hiyo hizo wewe unajua hivi nini? I say sijui. Hebu ngoja kwanza nikojoe nione. Sababu hata mimi nimebanwa na mkojo. Kakaangu naye alijisaidia pale. Alipomaliza sasa wote tulikuwa tunashangaa. Kwanza wakati alipokuwa anaanza kukojoa, tuliona kwamba kuna vitu vingine vilikuwa vinatoka. Umetanguliza vitu ambavyo vinaonyesha kuteleza kama vile ambavyo vimeshika kwenye boxa yake. Kwa hiyo vilivyotoka tukaanza kuwaza kwamba ina maana kaka ndo anakojoa mkojo wa aina ile sasa hivi. Akamaliza, lakini mkojo uliokuwa unaendelea ulikuwa ni mkojo wa kawaida kabisa. Alipomaliza pale sasa tukazidi kuangalia ni kitu gani hiki. Huku kwenye kibofu pote huku kulikuwa kumeshika ule utelezi ambao uliokuwa umeshika kwenye pensi yake. Maeneo yake yote ya kwenye kibofu, mapajani yalikuwa yamejaa ile pensi. Tulivutiwa na kutaka kunusa ili tuweze kujua harufu yake. Alinusa ili asikie kama ni harufu ya mkojo. Hapana. Mbona hata sio hainuki mkojo. Inanuka nini? Hebu
Msikilizaji, ni usiku saa 8 hapo. Sisi ndo tunaongea. Mji wote uko kimya. Nikashika ile pensi yake na mimi nikainusa. Kunusa ule utelezi ambao uliokuwa pale kwenye pensi ya kaka. Kusikiliza nikasikia harufu kama ya miwa hivi. Kaambia kaka, mbona nasikia harufu kama ya miwa? Yaani kama harufu ya miwa hivi. Yaani juisi ya miwa hivi. Ndio hilo na mimi nimesikia. Sasa sijajua kwamba hiki ni kitu gani kwa kweli. Hebu ngoja kakaangu, ngoja tuweke maji tuone inakuaje. Msikilizaji, mimi nilifungulia maji ya pale bafuni, nikaanza kufua ile pensi ya kaka. Niliyokuwa naiweka maji nafua ile sehemu ambayo ilivyokuwa na ule utelezi. Kwa kweli ilikuwa inateleza zaidi. Nilichukua sabuni pale ndani, nikaipiga ile pensi nikaifua vizuri kabisa. Ikaisha kabisa ule utelezi. Kakaangu ilibidi sasa afungulie maji na kuoga. Alioga pale na mimi kama kawaida yetu, kila kitu mtu anachokifanya lazima wote tufanye. Na mimi nilioga. Maji yalikuwa yanashuka kama mvua, tukawa tunaoga pale ndani. Msikilizaji, lakini wakati tunaoga bado mawazo yetu yalikuwa yanawaza ni vitu gani vile, au kaka anaumwa. Ikabidi nimuulize kaka. Nikamwambia kwanza kaka, hebu fungulia maji haya yanayoshuka ya. Kama mvua, hebu yafungulie yawe yanashuka taratibu taratibu. Kidogo tu nataka nikuulize. Alipunguza maji yale ambayo yalikuwa yanashuka kwa kasi, akayapunguza akawa yanashuka taratibu kabisa. Kaka Freddy, wewe unajisikiaje lakini mwilini mwako? Mimi sijisikii chochote kile. Haujisikii hali ya kuumwa labda kichefuchefu au nini? Haujisikii hali hiyo? Hapana, kwa kweli mimi najiona niko vizuri tu. Sasa ilikuwaje mpaka ukatoka hizo nani? Huo sivi mkojo, si tuiteje? Ilikuwaje? Mimi kwa kweli hakuna namna yote ambayo ilikuwa, lakini mimi ninachokumbuka ni kwamba tulikuwa kwenye ndoto. Na kwenye ile ndoto wakati naota, niliota kwamba yule dada yule ambaye tulikuwa tunasoma naye form 1, Hadija Cheupe, si unamjua? Cheupe si yule alikuwa anapitaga pale wakati alikuwa anapitaga pale nyumbani mwende naye shule. Si ndio yule au? Basi yule Hadija yule ndo ambapo tumezoea kumuita Cheupe. Si unaona alivyo mweupe? Mimi niliota kwamba eti tulikuwa naye alafu tunafanya mambo ya kiutu uzima. Eti amekuja, tulikuwa tuko shuleni, tukaenda naye mpaka kule chooni, alafu tulipofika chooni eti akanifuata kule kwenye choo cha kiume. Nikamfungia kule ndani alafu tukawa tunafanya mambo ya watu wakubwa. Nakumbuka nilipata raha kubwa sana wakati nafanya. Ilikuwa kwenye ndoto lakini nilipata raha sana. Ndio maana hata muda unaniamsha uliona kama nilichelewa kuamka kwa sababu nilikuwa na tafakari sana kuhusu ile raha ambayo niliyoipata. Ndio nilipoamka sasa ngakuta iko hivi. Ndoto tena. Sasa au jamani. Au kuna mtu anatuloga jamani, si tuache na matatizo yetu. Familia zetu hii hapa hii ndio hii tu ina matatizo. Wazazi wetu wametukimbia. Tumefukuzwa nyumbani. Alafu bado wanatuloga kweli. Uswahilini kuna mambo jamani. Kwa hiyo wanatuloga tena. Sasa inawezekanaje wote? Yaani unaota kitu alafu unaamka eti kuna mambo kama hayo. Ndio nini? Laiti mimi mwenyewe sijui kwa kweli. Lakini hicho ndo kitu ambacho ninachokikumbuka. Lakini potele mbali, ili mradi mimi niko vizuri, afya yangu naiona iko vizuri na nini, tuachane nayo. Haya mambo mengine Mungu atajua mwenyewe anafanyaje. La zaidi sana mimi nakukumbusha tuendelee kumwomba Mungu sana. Sawa kaka, funga maji kabisa tuende tukalale. Najua sasa hivi ni usiku. Hamna shida. Kaka yangu alifunga maji yaliyokuwa yanatuchuruzukia pale taratibu wakati tukiwa sisi tunaongea.
Ile pensi ya kaka tuliipeleka, nilitoka nayo mimi nikaiweka mpaka karibu na feni iliyokuwa inapulizwa pale ndani. Nia yangu ilikuwa ni kwamba ikauke. Asubuhi hata kama hatoivaa, ataiweka kwenye begi, lakini asiweke ikiwa na ubichi. Tuliweka pale, ikawa inaendelea kupuliza na sisi tukarudi kitandani kulala. Usiku huu ulikuwa ni wa raha kwa kweli, kwa sababu kila mmoja alikuwa anatamani kusogea karibu na mwenzake. Tofauti na siku zote ambapo kila mmoja alikuwa tu analala kivyake, hakuna hata mtu mmoja anayeng'ang'ana kumsogelea mwenzake. Labda mkiwa kwenye usingizi ndio unaweza ukaamka ukakuta uko karibu na mwenzako, lakini ilikuwa sio lazima. Lakini usiku huu ulikuwa ni wa lazima. Lazima tulale karibu. Kila mtu asogee karibu na mwenzake, tena kukumbatiana kabisa. Usiku tukiwa tumejifunika pale, ile mida ya saa 9 sasa kuelekea saa 9 hivi, ndio mida ambapo sasa tulikuwa tumerudi kitandani. Tukawa tumekumbatiana pale, mimi na kaka yangu tukawa tunalala. Niliona kaka yangu akiwa anafurahi jinsi ambavyo kifua changu kilivyokuwa kinamgusa, kwa sababu mimi hapo ndo kwanza nilikuwa nimeanza kutoa kifua changu kutanuka. Na maanisha kwamba ndo kwanza chuchu zangu zilikuwa zina kama hivyo yani maziwa yangu ndo yalikuwa yameanza kukua. Hajawa makubwa sana, lakini ndo kwanza. Kaka yangu nilikuwa naona kama anafurahi jinsi ambavyo zilivyokuwa zinamgusa kifuani mwake. Na mimi nilikuwa nikifurahi sana kaka yangu anavyozidi kunisogelea karibu. Wakati huo kaka yangu alikuwa hajavaa kitu tena. Mimi ndio nilikuwa niko na ile pensi. Sijui ni kitu gani ambacho kilichonipelekea mimi kuamua kwamba na ile pensi niitoe niweke pembeni. Ilibidi niitoe ili nilale hivyo hivyo. Nilikuwa nikifurahi jinsi ambavyo tulivyokuwa tunagusanisha miili yetu mimi na kaka yangu. Tulilala pale. Hata hivyo kila mtu alichelewa kushikwa na usingizi kwa mara ya pili, kwa sababu kila mmoja alikuwa akifurahi jinsi ya kumshikashika tu mwenzake. Kila mmoja alikuwa anafurahi tu jinsi ya kumkumbatia mwenzake na kumshikashika, kuchezesha miguu, kuchezeshana miguu, kupandishana miguu, kushusha sui nini. Hali ile ilifanya kaka yangu nione tena kama sehemu za kinyeti zilikuwa kama zinajibu, zina sense hivi. Naona zinatanuka. Ilikuwa ni hali ya kawaida kwa kweli, kwa sababu nilikuwa nikimuona tu kila tukilala naye, hata asubuhi akiamka unakuta ziko kama hivyo zinanyanyuka nini. Nilikuwa sioni kwamba ni kitu cha ajabu sana. Ila kwa siku hii nilikuwa nikiona kama ni kitu fulani hivi kizuri. Nilikuwa sielewi kwa kweli, lakini nafurahi tu jinsi ninavyoona, navutiwa na furahi. Msikilizaji, baadaye tulishikwa na usingizi mpaka asubuhi ikafika. Tulichelewa kuamka kwa kweli. Ilikuwa ni mida ya saa 2 na tuliambiwa kwamba saa 4 ni muda wa kukabidhi chumba. Tulipoamka pale, nilikuta kaka yangu akiwa amekutwa na ile hali tena. Lakini safari hii alikuwa ameweka kwenye mapaja yangu yote. Mapaja yangu kushuka chini. Ilikuwa ile utelezi umeshika kwenye mapaja yangu, umeenda mpaka umeunganisha na miguu yangu. Nikajiuliza, jamani, kaka, niambie, ndo nini tena? Unajua ile hali imekukuta tena Hebu niambie nini kimetokea? Ni bwana sijajua kusema ukweli mdogo wangu. Lakini mimi nafikiri tutajua tu. Tutaenda hata hospitalini hata bila hela, hata tutibu tu. Lakini cha msingi ya kwanza ni saa ngapi hapo sasa hivi? Saa yao ile pale inasoma saa 2 na dakika 5. Saa 2 na dakika 5. Kwa hiyo bado lisali 1 na pointi hivi ili wachukue nani? Turudishe chumba chao. Ndo maana yake kaka. Sasa kaka tutafanya hebu angalia. Inabidi tufue na shuka za watu. Unaona jinsi ambavyo kumbe umemwaga mpaka kule. Umekojoa mpaka kule, hebu angalia.
hatuwezi kufua hivyo kwa sababu sisi ni wateja. Na anapotokea dharura kama hizo wao ndio wanafua, si tuliwalipa hela. Kaka yangu, ina maana kila mtu ajue kabisa kwamba una ugonjwa huo? Bwana achana nao, kwani watatuona wapi bwana tena? Sisi tunaenda zetu huko mtaani sasa hivi. Haya bwana. Twende basi tuziondoe basi hizi shuka. Hiyo hapo ya kutandika tunaikusanya tunaiweka pembeni. Hapo hii ya kufunika hii ndo tunaitandika hapa sasa hivi kwa sababu si hatulali sasa hivi. Naenda zangu bafuni, twende zetu kwanza tukaoge kabisa. Tukioga tukimaliza, tunarudi hapa tunajipumzika kidogo. Ikifika mida hiyo ya saa 4 tunatoka. Kweli kwa sababu hatuna haraka kutoka. Kwanza tunatoka tunawahi tunaenda wapi? Uko nje penyewe tunapotoka. Hatujui hata tunaenda wapi. Sasa tuwahi nini? Tusubiri tena mpaka watugongee. Sio tu saa 4 mpaka watugongee wenyewe. Haya twende basi tukaoge. Kabla ya kwenda kuoga, ile shuka ambayo ilikuwa imechafuka tuliivuta na kuiondoa kwenye kitanda na kusafishia pale kwenye godoro, sehemu ambapo ule uchafu wa kaka ulikuwa umegusa kwenye godoro. Tukasafisha kwa kutumia ile shuka kupangusa. Hakuwa mwingi sana kwenye godoro. Hatimaye tukaikusanya ile shuka tukairusha upande wa pembeni kabisa wa engo ya kitanda. Tulitoka mimi na kaka yangu pale na tulienda bafuni tukaoga. Nilisafisha vizuri yale mautelezi ambayo kaka yangu alikuwa ameniwekea kwenye mapaja yangu pamoja na miguuni. Nilipomaliza pale kaka yangu naye akawa ameoga, tumefungulia maji tukaoga kwa pamoja. Tulirudi pale kitandani. Sasa tumetandika ile shuka ambayo iliyokuwa tumefunika. Tukaitandika vizuri tukawa tumejilaza tu pale sasa. Tunasubiri muda ufike tugongewe. Muda huo tulikuwa tumeshavaa nguo zetu zote, tunasubiri tugongewe tushike vibegi vyetu vikuukuu hivyo tutoke navyo. Tukawa tumepumzika. Tumelala kwa kugeukia juu. Miguu iko chini, imening'inia kwenye kitanda. Lakini sisi tumelalia mgongo, tunaangalia juu tukiwa tunapiga story mbalimbali mimi na kaka yangu Freddy. Kaka, kwani lazima bakishe ngapi hapo? Sasa unaniuliza mimi na kati wewe ndo ziko kwenye begi lako jamani. Za kwangu sasa si zile kwani tumezitoa. Nazungumza zile ambazo ulikaa nazo wewe. Hatujatumia sana mbona. Kaka, so unajua kwamba hakuna sehemu ambapo tunaweza kupata hela nyingine sasa hivi. Ndio maana naulizia ili tujue kwamba hata katika mateso yetu lakini tunaweza kupata chakula. Uko sahihi. Lakini tumetumia kama shilingi ngapi tu toka jana na hii guest. Hapa guest ndo tumetumia hela nyingi zaidi. Lakini kwa ujumla hebu ngoja niangalie. Kaka yangu alitoka na kusogea pale ambapo lilipokuwa begi lake. Alifungua pale na kuhesabu pesa. Pesa ambazo zilizokuwepo pale zilikuwa si nyingi sana, lakini zilikuwa si kidogo sana kutokana na zile ambazo tulizokuwa nazo awali. Msikilizaji, unajua pesa hizi ni zile ambazo tulizouza vitu vyetu vya ndani, ambavyo ikiwepo kitanda, godoro na nini. Si pesa nyingi sana, lakini kwetu sisi tuliona zitatusaidia sana katika maisha yetu ya mtaani. Hata kama tukitumia shilingi 2000 kwa siku zinaweza zikatusogeza angalau hata wiki 2 zikaisha, au hata wiki 2.5. Jumlisha na pesa kidogo ambazo nilizokuwa nazo, tuliona kabisa kwamba bado hapa tuna pesa zetu ambazo tunaweza kuishi nazo. Alirudi pale kuegemea kujilaza pale kwenye kitanda huku tukiwa tunapiga story. Mimi na kaka yangu mambo yetu alizidi kuendelea kubadilika. Hakuna mtu ambaye angeweza kuongea bila kumshika mkono mwenzake pale tukiwa tumelala. Tulikuwa tunashikana kwenye viganja, tunachezea na viganja. Japokuwa niseme tulikuwa hatujui ni nini kinaendelea, lakini tulikuwa tunafurahi tu. Ile hali ya furaha ilikuwa inakuja. Ama kweli mapenzi bwana, huwa mtu hafundishwi kwa kweli. Sehemu yenye upendo haihitaji kufundishwa. Nilikuwa mimi mwenyewe nikifurahi kutoa mkono wangu na kupeleka pale kwenye kifua cha kakangu. Nilikuwa nikifurahi kukishika, jambo ambalo huko nyuma nilikuwa sina kabisa.
Nilikuwa nikifurahi kushikashika mashavu ya kaka na kidevu chake ambacho kilichokuwa kimeanza kuota vinywele kidogo. Kwa mbali nilikuwa nikiviona kale kamoja sio vindevu vitatu nilikuwa napenda kuvichezea. Vindevu vyenyewe siji kama vilikuwa ni vindevu kweli. Huenda ni vinyweleo tu vilibadilika rangi kidogo. Basi tuliendeleza pale story vya hapa na pale huku tukiwa tunachezeana hapa na pale nini. Unajua kaka yangu alikuwa amechukua mwili wa baba. Mwili wake mkubwa wa wastani, lakini baba yetu sisi alikuwa na ndevu nyingi sana. Alikuwa na mandevu mpaka huko pembeni. Anaita manini haya? Huko pembeni huko kwenye mashavu huko. Swindom sharubu au nini? Ya alikuwa na manywele huko pembeni huko. Sasa kakaangu naye ndio maana ilisababisha, kwa sababu kakaangu alikuwa mdogo. Alikuwa na miaka 10 na ngapi kwa muda ule. Lakini tayari alikuwa ameanza kuotesha hivi vindevu vyake. Lakini haikupingi, yani huwezi kupinga kwamba ni mtoto hata ukiangalia tu uso wake. Tulipiga story pale mpaka pale ambapo yule mhudumu wa guest alipokuja kutugongea. Odi. Tuliitikia, maana tulijua kabisa kwamba ndio muda ule ambao tuliokuwa tunapaswa tutoke. Saa ya ukutani iliyokuwa imewekwa pale ndani ilikuwa inasoma muda wa saa 4 kasoro dakika 3. Tulielewa kabisa kwamba huyo anakuja kutuambia ili tuweze kutoka. Kaka yangu alitoka na kufika pale mlangoni kufungua na hivyo kumsikiliza mhudumu yule wa guest. Kaka, nasikia wadogo zangu muda umefika jamani, mbona hamtoki? Tumeshajiandaa ndo tunataka kutoka hapa. Haya angalieni kwa sababu ndo hivyo bado dakika kama 3 tu hivi saa 4 ifike. Na saa 4 tunapaswa tuanze kufanya usafi hapo. Basi hamna shida. Ngoja sisi wenyewe tunatoka sasa hivi. Haya fanyeni hivyo wadogo zangu. Simeenjoy lakini kulala usiku mundani. Hamna mtu aliyobuguzi. Dada hamna mtu aliyetubuguzi. Tumekaa kwa raha kabisa. Haya bana, Mungu asaidie katika safari yenu. Fanyeni hivyo. Basi ili na mimi nije nifanye usafi huko. Hamna shida dada. Hata hivyo tushamaliza hapa, nafikiri tunatoka hata dakika 2 azishi tunatoka hapa. Haya fanyeni hivyo mwana wadogo zangu. Ukweli kabisa, hata yule dada wa guest alikuwa anatuona sisi ni wadogo, na ni ukweli tulikuwa wadogo. Tulichukua mabegi yetu pale na hivyo sasa kutoka pale ndani. Wakati tunapita pale mapokezi, tulimwaga yule dada kwa furaha tu. Dada, wadogo zangu. Jamani pacha wangu mnavyofanana, sasa mnaenda wapi? Sisi tunatoka hivi ndo tunaondoka. Msikilizaji, kaka alijibu vile kwa sababu alikuwa hata yeye hajui kwamba anaenda wapi. Hata kudanganya tulishindwa. Tukajibu tu kwamba sisi tunatoka. Yule dada aligundua kwamba hatutaki kuulizwa maswali. Hatutaki kabisa kuulizwa maswali. Kwa hivyo alikatisha tu yale maongezi yanayohusiana na kwamba tunaenda wapi. Haya bana wadogo zangu, mkiwa na siku nyingine basi mwe mnapita kututembelea. Mimi nimewapenda bure. Mnapendana alafu mmefanana. Hebu angalia vichwa vyote. I say haya pachangu, mje basi tena. Karibuni sana. Haya poa dada. Siku njema basi, sisi tunaondoka. Haya. Tulitoka pale katika ile gesti. Hatimaye tulitoka katika geti lile sasa la gesti ile. Tulipofika pale nje sasa ilikuwa tunawaza ni wapi pa kwenda. Huku ama kule. Kama ile nyimbo inayosema huku ama kule, huku ama kule. Tulikuwa tujui kabisa kwamba tuelekee wapi. Kulia au kushoto? Mbele au wapi? Tulikuwa tukitafakari sana kwamba tuelekee wapi. Kaka sasa tunaelekea wapi? Ngoja nikohoe kwanza, huenda nikapata akili. Nakumbuka watu wazima huwa wanakohoa kabla
hawajafikiri kitu anakohoaga. Yaani kaka bwana, kwa hiyo unakohoa kwamba ukikohoa ndo unapata akili au? Bwana, lazima hapa sasa hivi tuige kila kitu ambacho watu wakubwa wanafanya ili tuweze kupata akili. Kama anakohoa kabla hajaongea, labda tukikohoa tunapata akili. Wana vituko wewe bwana. Kaka Freddy wewe. Sijui yani. Mimi ndo maana napendaga kuwa na wewe. Tu unanichekesha wewe. Sasa mdogo wangu mimi unasema nakuchekesha. Hapa unajua tunacheka lakini tutalia baadaye. Jamani kweli, lakini Mungu atuepushe. Yaani mimi hapa nacheka kama mazuri. Hebu tusogee kwanza kwa pale kwenye ule mti. Huwa pia watu wakitaka kufikiri kitu wanaenda mpaka kwenye mti. Wanasema nikafika chini ya mti alafu nikafikiri. Sasa tuende. Tulitoka pale na mbele kidogo ya ile barabara ambayo iko nje ile guest. Kuna sehemu kulikuwa na mti pale. Mti wa mkwinini, yani mwarobaini. Tukaenda pale, ulikuwa na kivuli kizuri kwa sababu sasa muda huo kiukweli jua nalo lilikuwa lishaanza kupamba moto kwa sababu ya kipindi chenyewe kile. Ilikuwa ni kipindi ambapo jua linaanza kuwa kali mapema. Tukasogea pale kwenye ule mti, japokuwa sasa muda huo ulikuwa umesogea kama saa 4 na madakika hivi. Tukasogea pale chini ya kile kivuli cha mti. Ule mkwinini ule. Mwarobaini wengi wamezoea kuita. Kakaangu akashika kichwa. Ngoja sasa nikune kichwa. Kwa sababu watu wazima huwa wanasemaga nikakuna kichwa. Hakuna mtu ambaye anasema nakuna mguu. Wakati wanataka kufikiri wanakunaga kichwa. Kwa hiyo ngoja na mimi nikune kichwa kwanza. Hivi kaka, unajua kwamba tuko kwenye kipindi kigumu lakini unataka unichekeshe tuwe kama tuko kwenye sherehe vile. Right mdogo wangu. Inabidi tu kama kuna fursa ya kucheka ucheke kwa sababu hatujui huko mbele kitakachoendelea ni nini. Inawezekana huko mbele kinachoendelea ni kulia. Sasa kama ni kulia bora tucheke vizuri. Mungu atuepushe jamani tusiye tukalia. Ngoja kwanza nkune kichwa afu tujue tunafanyaje. Kaka yangu alipeleka mkono wake kichwani, akakuna sehemu ya nyuma ya kichwa chake. Eti ili afikiri. Unajua hapa sasa mdogo wangu. Of course nimekuna kichwa sasa nimepata majibu. Nimepata majibu kwa tunaenda hivi. Majibu yangu hapa yameniambia kwamba twende tukatafute sehemu kwanza tunywe chai. Kaka Freddy wewe, yani kweli akili yako inakutuma kwenye njaa. Akili za njaa hizo. Yani kabisa unakuna kichwa afu eti unakuna kichwa afu unafikiri kwamba ukale. Kaka Freddy, hebu acha bana utani hizo. Hapo hujafikiri, hiyo ni njaa. Yani kama umefikiri hujafikiri kupitia kichwa ulichokikuna. Yani umekuna kichwa afu umefikiri kutumia tumbo. Unaona unapokosea hapo. Yani wewe unakuna kichwa ili ufikiri, afu badala ufikiri kwa kutumia kichwa unafikiri kwa kutumia tumbo. Tumbo ndo linakwambia hapo sasa hivi umebanwa na njaa zako hapo. Unasema eti tukanywe chai. Kwani wewe una njaa? Na njaa, lakini sasa kwani tulikuwa tumesimama hapa ili kufikiri kwamba tule au tusile? Kwani ile yakula sipo? Kwani ndio kitu tulikuwa tunafikiri hicho? Sasa si ndio ukikuna kichwa unapata majibu kwamba uanze na nini? Akili hapa inasema kwamba tuanze na kunywa chai. Kwanza ukumbuke kwamba hatuna sehemu ambapo tunachelewa. Kwa sababu hakuna sehemu tunapoenda. Sisi hata hapa tunaweza tukaa tumefika. Kaka wewe bwana mekaga unanichekesha kama nzuri. Kwa hiyo hapa tunaweza tukaa tumefika. Sasa kwani tunaenda wapi? Si ndio ulisema kwamba unakuna kichwa ili ujue kwamba tunaelekea wapi? Sasa kama issue ni hivyo, issue ni kwamba tuende mahali. Sinaweza ngawa hata hapa nilipokuna kichwa
tukakubaliana tu kabisa kwamba hapa muda huu niwe tayari tumeshafika au? Si inawezekana? Kaka yangu, sasa unajua nini? Mimi hapa ninachowaza kitu kikubwa. Mimi naona hapo hata njaa imekuzidi. Kwa hiyo bora tutende tukanywe hiyo chai. Tukimaliza kunywa chai kaka, nafikiri akili yako itakukaa. Yeah, of course. Wewe hapo umenena. Hebu tuende kwa pale sasa kwanza tukanywe chai, alafu tukinywa chai hapo ndipo tutapata akili tuende wapi. Msikilizaji, niliondoka mimi pamoja na kaka yangu. Tukaenda mpaka sehemu ambapo kulikuwa na mama mgahawa mmoja hivi. Of course ni mama ntilie. Tuliondoka, tukaenda mpaka pale kwenye ile mgahawa, alikuwa amepika chapati pale. Tuliona anachemsha supu. Kakangu alivyokuwa anapenda supu sasa, akauliza, eti mama, shikamo. Marahaba wanangu, karibuni. Asante sana. Mama, kwani supu na chapati shingapi? Supu hapa yule mama alituambia bei na tuliona kabisa kwamba ile bei ya zile chapati na supu tunaimudu. Tuliamua kuchukua chapati pale nikiwa mimi pamoja na kaka yangu. Tukachukua chapati pale na supu tukanywa. Tulimuomba maji yake yale pale ambayo ndo yale ya pale ndani, akatugea maji tukanywa. Tuliondoka mimi pamoja na kaka yangu ili sasa tuende sasa. Wapi tunaenda? Hatujui. Tulisogea tena mbele, tukafika sehemu ambapo kulikuwa na kona hivi. Ile sehemu ya ile kona kulikuwa na nyasi nzuri sana pembeni. Tukaenda pale, tukakaa kwenye zile nyasi. Sasa tunafikiri. Unajua mtu akiwa anapita angesema labda kwamba kuna sehemu tunataka twende, tunasubiri usafiri. Kaka, sasa hapa tunaenda wapi? Bwana wewe mwenyewe unajua mdogo wangu. Nafikiri unaelewa kabisa kwamba hapa hatuna sehemu tunapokwenda. Kwa hiyo hata hapa tunaweza tukawa tumefika. Sasa tunafikaje? Tunafikaje kaka? Sisi tunabidi twende. Wewe unafikiri jioni usiku ukifika hapa tutakula nini? Sasa sisi tunaweza kuhusu chakula. Sisi tulikubaliana kwamba tunawaza habari ya kulala. Chakula sisi tuna vipesa vyetu hapa ambavyo ndo tutakula. Kwa hiyo ndo tunakuwa tumefika hapa au? Bwana mimi bwana, hebu kaka sikia, hebu kuna tena kichwa. Wewe ukikuna kichwa unapata mawazo. Kuna kwanza kichwa chako afu tuone kama akili yako itakwambia kwamba twende wapi. Kweli hapa ngoja nikune kichwa. Kwenda huko unakuna kichwa wapi? Unakuna kichwa hapo, kichwa chako muda ule ulikuna kikakwambia tukale chapati. Sasa hivi hapa kichwa chako hicho unakuna hapo hivi hapo kitakwambiaje? Si kitakwambia uende ukakojoe pembeni huko. Mdogo wangu unajua wewe unaleta masiara. Achaga mambo ya ajabu kabisa. Yaani kwamba sasa hivi hapa kichwa changu kitaniambia nikakojoe. Alafu kweli umeongea hivyo mkojo umenibana kweli. Hebu ngoja kwanza ngakojoe. Si unaona kwenda huko. Msikilizaji, kaka yangu alitoka pale, akaenda pembeni pale kwenye zile nyasi. Eti akakojoa pale akarudi. Amerudi pale, naambia kaka sasa tunaenda wapi? Lightness. Sikia mdogo wangu, mbona una haraka sana kama kuna sehemu tunaenda? Wewe unajua kabisa kwamba sisi sasa hivi ni watoto wa mtaani. Sasa watoto wa mtaani wanaenda wapi? Kama tuna hela ya kula hapa sipanaza paka ndo nyumbani kwetu tumeshafika. Kweli hizo ndo akili za kukuna kichwa zinakwambia uende ukakojoe ukirudi ndo mawazo hayo. Ndo mawazo yako hayo ambayo umekuja nayo. Msikilizaji. Msikilizaji bwana, mimi na kaka yangu Freddy tulikuwa ni kama tumesahau kwamba tuko kwenye matatizo. Tulipiga story sana pale, mimi na kaka yangu tukiwa na raha kabisa. Sasa pale mimi nikajiuliza, ila kweli kwani mimi naenda wapi? Hakuna mahali ninapokwenda. Akili ilinijia ili nimwambie kaka yangu. Nikamwambia kaka Freddy, sikiliza nikwambie. Unajua hapa tulipo
Sasa hivi tunacheka, tunaraha kwa sababu kuna hivi pesa kidogo. Kumbuka kwamba hizi pesa haziwezi kutupoteza, yani kutusapoti siku zote. Lazima tuwe na chanzo cha pesa. Itabidi hapa tutafute sehemu ambapo tutajua tunaweza tukapata pesa zingine, ili baada ya kupata hizo pesa basi zitakuwa yani tukishapata sehemu ambapo tunapata pesa kila siku, iwe ni kazi tunafanya, iwe ni nini, tutakuwa na uhakika wa kuishi huku mtaani siku zote. Hatimaye tunaweza tukapata hata hela ya kupanga chumba. Mdogo wangu, unajua wewe ni mdogo lakini una akili sana ujue. Ndiyo, akili zangu sio za kukuna kichwa na kuwaza kwenda kula chapati tu. Nishakusifia, umeanza sasa kunipondea. Unaona ulivyo sio hivyo bwana. Ila sikia, kweli inabidi tufanye kitu chochote ili tupate hela. Tukishakuwa tunapata hela, itatusaidia sisi kuishi huku mtaani. Sasa unafikiri tutafanya kazi gani mdogo wangu? Twende tukaombe kazi kwa watu wa migahawani. Sababu tukiwa mgahawani tutakuwa na uhakika wa kula, hata kama pesa tutapata nyingi, lakini kula ni uhakika. Sasa hilo litatusaidia nini? Kula. Si hata sasa hivi tuna hela yetu ya kula hapa. Sasa wanategemea tufanye nini? Si ndio vizuri hela yetu ibaki? Sasa hela yetu tulionayo hapa hata ikibaki, mdogo wangu. Mdogo wangu, unajua hadi napata kikohozi. Yani ni kwamba hii hela hata kama tukibaki nayo haiwezi kutusaidia kupata chumba au kitu chochote. Wewe sikia ngwambie kaka, sisi tutajumlisha na hela ambayo tutakayokuwa tunalipa huko kwenye migahawa. Tukishafanya kazi kule tunajumlisha, tunapata chumba. Hapana mdogo wangu, nisikilize. Hatuwezi kwenda kuajiriwa, tutanyanyaswa. Pesa yetu kidogo hii tulionayo, twende tukachukue vitu, tuanze kuviuza huko mtaani. Vitu gani sasa tutachukua? Wewe tuende tukachukue vitu, tunavishika tu kama machinga hivi, tunazunguka mtaani. Twende tukachukue hata miwa, tuzungushe huko mtaani. Au tukachukue vidolidoli vile vya watoto tuuze. Hiyo fresh, sawa. Wewe twende tukanunue vitu vya bei ndogo, tuvizungushe, tukiviuza tutakuwa tunapata sasa pesa. Tunaishi zetu mtaani lakini tunakuwa na pesa. Basi twende. Sasa maduka unajua yalipo. Wewe tuingie mjini kati. Sasa hivi huko pembeni huko. Wewe twende huko kwa watu wanapoenda huko kati huko, hatuwezi kukosa maduka ambayo yanauza vidolidoli vya mtoto vinini. Tukivinunua hivyo, tukizunguka navyo tukiviuza, tutakuwa tumepata uhakika wa kula. Habari ya chakula ya kulala, tutajua wenyewe tunalalaje. Tukipata hela tunaenda hata guest. Wewe hatuwezi kupata hela ya kulala guest kila siku. Tutalala popote pale. Labda hivi sisi tukubali tushakuwa watoto wa mtaani. Mimi na kaka yangu tulikubaliana vile. Tulienda kununua vidolidoli vya mtoto. Unajua vile vinani viurembo vingine vile vinawekwa kwenye watoto waliofuga virasta, vile vinawekwa kama kubana nywele, kupendezesha nywele. Tukanunua vitu vingine kama viereni vinini vya bei ndogo, tukaanza kuvizungusha mtaani. Tukaanza sasa siku hiyo. Mpaka inafika jioni, of course kweli Mungu alikuwa amesaidia, tumepata hela kidogo. Fresh kula tukala na nini. Msala ulikuwa kwenye kulala sasa. Tunalala wapi? Ilibidi sasa tuanze kuzuga kwenye mitaa. Lakini tulizuga kwenye mitaa mpaka muda ambapo sasa tuliwaza sasa hivi mtaa yote imekaa kimya. Tukiendelea kutembea, tunaweza tukashikwa kwamba sisi ni wezi, tukaumizwa. Bora tafute sehemu na sisi tulale. Tujibane, tulale. Kwa kweli hapa ndipo ambapo tulipokumbuka ule wimbo wa Afande Sela aloimbaga, ule mkuki moyoni. Wimbo wake ule ambao uliokuwa unasema kwamba alitelekezwa na mama yake sio nini, akikosa pa kulala na zuga kwenye mitaa na nini na mambo kama yale. Ule wimbo tuliukumbuka, tulianza kukumbushana mistari ya ile nyimbo tukiwa mimi na kaka yangu, tukajikuta tukawa tunacheka. Ilibidi tulale. Tulikuwa tumelala huku tukiwa tumekumbatia mabegi yetu yale ambayo yalikuwa na vitu vyetu vile vya kuuza. Usingizi kama masaa 3 hivi.
Tukaa tumeamka, sababu hata muda huo tulikuwa tumechelewa kulala kama saa 7 hivi. Masaa matatu ilikuwa tayari imefika saa 10. Kwa sababu sehemu ni ya mji upande ule, watu walikuwa tayari wameanza pilika zile kuanzia saa 10. Tuliona pale ndo vizuri ili na sisi tutembee, hatuwezi kukamatwa kwamba sisi ni hatari. Pengine ni wezi. Tukaanza kutembea na sisi sasa. Hatujui tunapoelekea. Tulienda mpaka sehemu ambapo kulikuwa kuna vyoo na mabafu ya kulipia. Muda hapo ukiwa tayari umeenda imefika saa 12. Tukaingia kule, tukaoga, tukapiga mswaki, tukatoka. Tukitoka hivi bana, huwezi amini. Unaweza ukaona kwamba sisi ni watu ambao tunapakukaa, lakini ukweli tulikuwa tunapakukaa. Tuliishi maisha ya kuzuga kwenye mitaa kama Afande Sele alivyoimba. Tukazuga kwenye mitaa wiki moja ikaisha tukiwa na kazi yetu ile. Tulikuwa tumepata vipesa. Siku moja tulikuwa tumelala bwana. Mahali ambapo tulienda kulikuwa na garage. Sasa pembeni kulikuwa na majengo yanaanza. Kwenye yale majengo ambapo yanaanza raia wanakaa, mwisho wa yale majengo upande wa huku ni garage ndio inaanza, karakana la kutengeneza magari. Tulijibana pembeni ya nyumba moja hivi. Tukaa tumelala pale. Walikuja kaka wawili. Walikuwa wametuzidi umri sana. Wakatuweka chini ya ulinzi. Wakatuambia kwamba kuna vitu vimepotea na wanatuhisi sisi ndio tumeiba. Walianza kushika yale mabegi yetu wakisema kwamba wanataka tusearch kuona hivyo vitu. Kaka yangu Freddy alianza kukataa. Japokuwa wale kaka walikuwa ni wakubwa, lakini kaka Freddy alianza kusumbua pale kuleta noma kweli. Akamwambia sasa sikiliza nikwambie. Tukuambie kitu muhimu. Ikiwa wewe hutaki tukasacha haya mabegi yenu haya na vitu vyetu vimepotea, vitu vikubwa, vitu vya thamani, na nyinyi machokora nyinyi ndio mtakuwa mmevichukua nyinyi. Msipokubali, huyo hapa ndani wako, huyo mdogo wangu huyo. Kama huyo ni mdogo wako, tunaondoka naye. Pumbafu. Hivi mnanionaje? Nitawachinja, nitawaua nyinyi, mambo nyinyi. Yaani muondoke na mdogo wangu nyinyi. Muondoke na mdogo wangu. Sasa sikiliza, dogo tukwambie tunaweza kukupasua hicho kichwa hapa sasa hivi. Vitu vilivyopotea ni vya thamani sana kuliko hata mabegi yenu na huu chokora wenu. Yaani vitu ambavyo vimepotea hapa ni vitu ambavyo ni vidogo kwa kuvitazama, lakini ni vitu ya thamani sana. Havithamanishwi hata na akili zenu nyinyi au hata nyinyi watu wawili. Yaani uchokora wenu nyinyi watoto wa chokora hamwezi kufanana na hivi vitu ambavyo vimepotea hapa. To haya mabegi tu. Sasa chagua moja. Tuwavunje hapa au mlete ya mabegi tu yakague vitu ambavyo kama viko ndani humu ndani au havipo. Kama havipo tunawapa mabegi yenu mnaondoka. Na msipite tena haya maeneo hapa. Kwa sababu vitu vikipotea tutajua ni nyinyi. Lakini kama hutaki tukakagua haya mabegi, huyu hapa tunaondoka naye. Na ukileta za kuleta tunakutupa hata pale kwenye mambo ya kung'ate ya kumaliza wewe. Senke nini wewe? Watu wanasema fala kama wewe. Dogo unajikuta kiburi sana Unajua watoto wa mtaani nyinyi machokora mnajikutaga sana, mna akili nyinyi machali nyinyi. Sikiliza niwaambieni kitu. Bora mchukue kila kitu hapa. Kakueni lakini hamna kuondoka. Mkiondoka na mdogo wangu mimi bora niwaue. Yaani bora mniue au niwaue. Hamwezi kuondoka na mdogo wangu. Kaka mmoja kati ya wale wawili alinishika. Akaanza sasa kunivuta eti kwamba mimi niondoke naye. Anasema tena hapa aka kadogo aka. Yaani kwanza aka ndo kwanza naanzisha mwenyewe. Lakini ndio hivyo watakuwa washaka bomoa watoto wa mtaani nyinyi machokora. Mnaanzwaga hata kabla hamjavunja ungo. Senge kweli hakuna beba huyu. Huyu na beba huyu. Oya kwanza achana naye. Tubebe kabisa huyu dogo huyu. Huyu demu huyu mkali huyu tena naenda kufuga kabisa huyu. Kwanza huyu hawezi akawa na baba, hawezi akawa na mama, nafuga tu huyu lipi hapa tamari. Yule kaka aliendelea kunivuta. Mimi nikiwa nakataa. Niache huko, niache. Niache huyu ananibaka wewe. Aliniziba mdomo yule kaka na kuendelea kunivuta kunipeleka huko alipokuwa anataka. Ile hali ilimfanya kaka yangu Freddy akasirike sana. Aliokota jiwe kubwa haraka sana. Alirusha kuelekea kwa yule kaka. Kidogo limvunje mgongo. Yule kaka alipokwepa tu likadondokea pembeni. Yule kaka aliniachia na kurudi spidi kumkabili kaka yangu Freddy. Alipokuja pale alianza kumrusha mangumi ya kufa mtu. I say, nilikasirika. Nilichukua jiwe nilimtusua yule mkaka mjua wa mgongoni ili asimpige kaka yangu. Pale yule kaka akadondoka. Yule mwingine alichukua yale mabegi, aliyashika yale mabegi mawili kwa nguvu sasa pale. Akakimbia nayo.
Yule mkaka mwingine alikuwa yuko pale chini, kadondoka kutokana na lile jiwe ambalo lilikuwa nimempiga. Kaka yangu alianza kuongea pale. Wewe, sikiliza, nikwambie kitu. Mdogo wangu Light, huyu sio amekufa au vipi huyu? Hapana, hajafa, lakini ameniudhi, anakupiga wewe. Hebu angalia anavyokoroma hapo chini. Hebu angalia. Sasa wamechukua mabegi yetu, vitu vyetu tunauzaje? Tumfuate huyu hapa, mimi anipe hivi. No, kaka sikiliza. Ukimfuata huko anaweza kana wenzake akatua huko. Sasa unataka tuelekee wapi? Tuelekee wapi na kati vitu vya kuuza vimechukuliwa na hatuna hela hata kidogo? Nimebaki na shilingi 2000 tu hapa mfukoni. Hela zote ziko kwenye mabegi kule. Una shilingi ngapi hapo? Na mimi na hii hapa. Mimi nilikuwa na shilingi 5000 kwenye mfuko wangu. Jumla ilikuwa ni shilingi 7000 tunazo. Msikilizaji, pesa zetu za mauzo na vitu vyetu vyote vya kuuza alikuwa ameondoka na yule kaka. Msikilizaji, tulikuwa tunawaza pale maisha yetu yatakuwaje? Maisha yetu sisi yataendaje? Msikilizaji, hapo ni mwisho wa sehemu ya pili ya simulizi yetu. Karibu sana, endelea kubaki na mimi. Bonyeza neno subscribe ambalo liko chini ya video hii ili uweze kupata mwendelezo wa simulizi yetu hii. Hii ni simulizi inayoitwa Asante Kaka. Ungana na mimi tena katika sehemu ya 3 ambayo tutakuletea muda si mrefu. Baki na mimi, bonyeza neno subscribe liko chini ya video hii. Libonyeze hilo neno limeandikwa subscribe liko chini ya video hii, mkono wako wa kulia hapo. Libonyeze hilo neno ili uweze kupata simulizi hii na nyingine nyingi mwanzo hadi mwisho. Bwana, kufikia hapo mimi sina la ziada, ni kuage na kukutakia kila laheri. Kumbuka, msimuliaji wako ni mimi BHB wa makala simulizi. Tukutane katika sehemu ya 3. Bye bye.